الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratu Tahrim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupigia mifano ya wanawake wane. Wawili wa kwanza, mmoja akiitwa Waghila au Waila, ambaye huyo alikuwa mke wa Nabii Nuh alayhi salam, na mwingine akiitwa Waliha au Wahila, alikuwa mke wa Nabii Lut alayhi salam. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano wa wanawake hawa waliokuwa chini ya watu wema, mitume wa Mwenyezi Mungu, waliopewa kazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaongoza waja wake. Lakini pamoja na kuwa chini ya watu wema wakifanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na wao wakiishi nao kwa karibu sana, kama sote tunavyotambua ukaribu wa mke na mume, ukaribu ule haukuwasaidia chochote. Na Mwenyezi Mungu anatuambia siku ya Kiyama, malaika yule wa motoni atawaambia wale, wataambiwa waqila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin, patasema waambiwe ingieni motoni pamoja na wale wanaoingia katika moto. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Aya ya 10, Mwenyezi Mungu anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa wale waliokufuru, mke wa Nuh na mke wa Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, walikuwa chini ya waja wetu wawili miongoni mwa waja wetu wema. Fakhanatahuma, wakafanya khiana, na khiana walioifanya ni kufanya unafiki na kutoamini kwenye ujumbe ambao waume zao walikuwa wanafikisha. Inasemekana mke wa Nabii Nuh akiulizwa na watu wake, yeye ndo alikuwa kinara, akiwaambia msimsikilize, innahu majnun, mwenda wazimu tu huyu. Inasemekana mke wa Nabii Lut, yeye ndo akifanya kazi ya kuwajulisha wale watu waovu katika wale watu wa Nabii Lut, kunapokuja wageni kwa Nabii Lut, leo kuna wageni. Wakaendelea kufanya kazi hiyo mpaka walipokuja malaika wa kuadhibu, kuangamiza kwa makosa yao. Na walipoambiwa, ikawa bado wamekwenda pale wanapambana, wanawataka wageni hao. Khiana hii walioifanya ikawasababishia wakawa miongoni mwa watu wa motoni. Funzo analotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba ukaribu wako na mtu mwema hauwezi kuwa sababu ya kukufanya wewe uwe uko sawa sawa, maadamu hufati kile anachokisimamia. Kwa hiyo hili ndiyo funzo la kubeba kwenye kisa cha wanawake wawili wa mwanzo. Mwenyezi Mungu anapiga mfano. Lakini aya inayofuata ya 11, Mwenyezi Mungu anapiga mfano tena 11 na 12 ya wanawake wema. Lakini mmoja huyu alikuwa mke wa mtu muovu, mke wa Firauni, aliyethubutu kudai kwamba yeye pia ni Mungu. Uovu wa mume wake haukumfanya kwamba na yeye awe mtu mbaya. Uovu wa mume wake
haukumfanya halalishe kwamba na yeye anaweza kufanya anayoyafanya mumewe. Kwa hivyo, kwa wanawake, inawezekana ameolewa na mume ambaye mume yule anafanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Uovu wa mume wake sio kihalalisho cha kwamba na yeye bora afanye tu. Ajifunze kwa bibi huyu, uovu wa mumewe haukumtoa katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii ya 11, wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu, na Mwenyezi Mungu anapiga mfano kwa wale walioamini, imraata Firauna, mke wa Firaun alisimama katika kumwamini Mwenyezi Mungu, hakuyumbishwa wala hakuvutwa kuingia katika uovu wa mumewe, akawa miongoni mwa watu wema. Mwenyezi Mungu anatuhadithia dua aliyoomba bibi huyu, idh qalat rabbi ibn li indaka baitan fil janna, akamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba mimi unijengee nyumba peponi, wanajini min firauna wa amali, na uniepushe na Firauni na vitendo vyake, wanajini min alqaumi dhalimin, na uniepushe na watu madhalim. Kabla ya kuolewa huyu kalelewa kwenye dini, akaja mume kumuoa kwa namna yoyote ilivyo. Mwanao akaondoka nyumbani kwako akaenda kwa mumewe, kumbe mume yule mlevi, mume yule ni mtu wa hovyo kabisa. Uhovyo ule isiwe sababu ya binti huyu naye kuingia upande ule. Asimame kwenye utaratibu anaupenda Mwenyezi Mungu na kuuridhia aliyotoka nao kwao, kwa sababu hiyo ndiyo njia ya sawasawa. Na amuombe Mwenyezi Mungu kama tunavyojifunza hapa. Bibi huyu aliomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanajini min firauna wa amali, niepushe Mwenyezi Mungu na Firauni na matendo yake, wanajini min alqaumi dhalimin, na uniepushe na watu madhalim. Mwanamke wa pili akiitwa Bi Maryam binti Imran, aya ya 12. Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa mwanamke wa pili katika waumini, anasema wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, na Maryam binti wa Imran ambaye tulimuhifadhi, alijihifadhi mwenyewe na mambo machafu, alijihifadhi na mambo ya uzinifu. Fanafakhna fihi min ruhina, akatumwa malaika Jibril kupulizia mimba aliyoipata ya Nabii Isa. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, ili mradi alisadikisha na alisimama sawasawa katika anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwisho wa aya Mwenyezi Mungu anasema bibi huyu wakanat minal qanitin, alikuwa katika wenye kunyenyekea kufanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Bibi huyu hakuolewa. Inawezekana yuko mwanamke wa Kiislamu hana mume pale alipo, lakini hiyo sio kihalalisho cha kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Tujifunze na yeye ajifunze kwa Bi Maryam, pamoja na hali yake alisimama sawasawa, na Mwenyezi Mungu anampigia mfano katika wanawake waumini wa peponi. Mwenyezi Mungu awajalie wanawake wa kwetu nao wawe miongoni wa wanawake wa peponi wanaoishi kwenye utaratibu huu anaoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wanawake wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anatufunza hapa kwenye mifano hii ya namna gani kutegemea tu ukaribu wa mzee wako, mumeo, yoyote yule aliye karibu na wewe, kwa ndio sababu ya kukufanya wewe uepukane na adhabu ya Mwenyezi Mungu, kuwa hiyo sio njia ya sawasawa. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatufunza hapa kuwa katika mazingira ya mume muovu isiwe sababu ya wewe naye kutumbukia kwenye uovu. Ukisimama kwenye kufanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, hautoadhibiwa kwa kosa la mtu mwingine. Katika sura hii mwanzoni, kabla ya aya hizi, Mwenyezi Mungu anaeleza kisa kilichotokea kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia siri mmoja wa wake zake, na akamwambia siri ile asimwambie mwingine. Alipoambiwa siri Bibi Hafsa na akaambiwa asiiseme kwa wengine, yeye akashare siri ile kwa mama Aisha. Jambo lile akalijua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutumwa malaika Jibril kumwambia. Mwenyezi Mungu kuwatisha kwamba kile walichofanya hakikuwa sawa sawa, akasema kwa Mwenyezi Mungu, nyinyi mkiachwa, Mwenyezi Mungu atambadilishia mtume wake, ampe wake walio bora kuliko nyinyi. Kuwatisha waache tabia ile. Kitu muhimu cha kujifunza sisi ni sifa za hao wanawake bora ambao Mwenyezi Mungu anasema atabadilishiwa, apewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikitokea wale wake zake wameachwa. Mwenyezi Mungu anasema sifa zao, ya kwanza muslimati, watakuwa ni wenye kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu na amri za mtume wake. Sifa ya pili mu'minati, ni wenye kuamini yale yaliyoletwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya tatu qanitatin, wenye kunyenyekea, wenye kutii na kudumu katika taa. Sifa ya nne taibatin, wenye kutubu wanapofanya makosa, wanatubia kutokana na madhambi na hawang'ang'anii kuendelea kufanya madhambi na maasi. Sifa inayofuata abidati, wanaofanya wingi wa ibada. Wanazuoni wa tafsiri wakafasiri wingi wenyewe ni kama kwamba ibada imechanganyika na nyoyo zao, huwezi kutenganisha. Sifa inayofuata saihatin, wenye kudumu katika kufanya ibada ya funga, au tafsiri nyingine wanaosafiri, lakini wanasafiri popote wanapokuwa kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Unaweza kufasiri leo wanaosafiri kwa sababu mbalimbali za kikazi, biashara, lakini huko wanakokwenda bado wanajua Mwenyezi Mungu anawaona, wanafanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, hawatumii fursa hiyo kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Na mwisho Mwenyezi Mungu anasema thayibatin wa abkara, atabadilishiwa ima wawe watu wazima au watoto wadogo. Lakini Mwenyezi Mungu anataja sifa za wanawake ambao ikiwa mtume atawaacha wake zake, hawa ndio watakaopewa kuwaoa. Tunajifunza nini kwa wanawake?
kujikagua kama sifa hizi wanazo. Kwa wanaume kuangalia kwamba hizi ndio sifa za sawasawa zinazotakiwa, ili asije akaangukia mtu akawa na yeye kamuoa Bi Waila aliyokuwa mke wa Nabii Nuh, au asije mtu akawa kaoa aliyokuwa mke wa Nabii Lut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وصبطه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.